Karibu tena katika siku ya leo, tukiendelea na mfululizo wa vipindi vyetu vya afya ya akili na afya ya mwili. Na leo hii natamani sana tuweze kujifunza kitu ambacho kinaweza kuwa ni msaada kwako na kinaweza kuwa pia msaada hata kwa wengine pia. Natamani sana tuweze kuelewa jinsi ambavyo mwili wetu ulivyoumbwa. Tumekuwa na vipindi vingi ambavyo tumekuwa tukijaribu kuongea kuhusiana na jinsi ambavyo mwili wetu umeumbwa na jinsi ambavyo hatujaumbwa kwa bahati mbaya. Na sehemu kubwa ambazo tumekuwa tukiziangalia hata katika episode zilizopita ni mwili na roho, na tukasema kwamba kuna umuhimu na tukasema kuna uhusiano mkubwa kati ya mwili na roho. Leo hii natamani sana tuweze litazama hili jambo kwa mapana zaidi. Tuangalie madhumuni au kusudio la maisha yetu. Kwa nini tunaishi? Kwa nini tuko hai mpaka sasa hivi, na ni kwa nini tuko hapa duniani? Natamani sana tuweze kujifunza kwa nini tuko hapa duniani. Kuna sababu nyingi sana ambazo watu wengi wanaweza wakawa nazo, lakini pia naamini watu wengi sana huwa hatupendi kujiuliza hili swali, na ni swali ambalo hata sasa hivi nikisema uchukue dakika moja kuweza kujiuliza kwa nini unaishi, kwa nini ulitokea hapa duniani, sidhani kama utaweza kunipatia majibu. Na hii inapelekea tuweze kufanya mambo ambayo labda ni kinyume na lile kusudio letu, kwa sababu hatujui ni kwa nini tunaishi hapa duniani. Hatujui kusudio letu kwamba ni kwa nini tumekuja. Wengi wetu tunafikiria kwamba tumekuja ili tuoe. Kama ni wanawake wanafikiria kwamba wamekuja duniani ili waolewe, wapate watoto, alafu wawe na familia, wajenge nyumba, alafu wazeeke, waone wajukuu, alafu wafe. Sidhani kama hilo kama lingekuwa ni jambo la msingi, sidhani kama lilikuwa ni na umuhimu mkubwa wa sisi kuweza kuishi hapa duniani, kwa sababu hata wanyama wanazaliwa na wenyewe wanafikia hatua, wanaweza wasiishi katika ndoa, lakini wanafikia hatua na wenyewe wanazaliana na wanakufa. Sasa kama na sisi tunaweza tukaishi kama hivyo, na maana na sisi ni kama wanyama. Lakini naamini tuna kusudio ambalo ni kubwa zaidi ya kuzaliwa, kwenda shuleni, kumaliza shule, kuoa au kuolewa, kupata watoto, alafu na kufa. Utagundua kwamba maisha au life huwa inapokea maisha kutoka kwenye purpose ama kusudio, nikiwa na maana kwamba kusudio lina nguvu kuliko maisha. Yaani kusudio la maisha yako wewe ni muhimu zaidi kuliko maisha haya. Na ni kupeleka mbele kidogo, utaweza kukubaliana na mimi. Huu mfano huwa napenda kuutoa mara kwa mara, kwamba mtu anaweza akatoa maisha yake akajiua kwa ajili ya kusudio. Anaweza akajiua kwa ajili ya kusudio. Inaweza kuwa ni kusudio la mapenzi, yani kusudio nikiwa na maana purpose, life purpose. Anaweza akajiua, yani anaweza katoa maisha yake na akaacha kuishi kwa ajili ya kusudio. Kwa hiyo utagundua kwamba kusudio kumbe lina umsingi na lina umuhimu kuliko maisha haya ambayo tunayaishi haya ya kawaida. Sisemi kwamba maisha hayana umuhimu, kwa sababu hata ili kusudio lazima litimilike katika maisha, lakini point ninayojaribu kuiongelea hapa ni kwamba katika maisha yetu kusudio, purpose, ni muhimu kuliko maisha. Na tunaipata wapi hii kusudio? Tunalipata wapi hii purpose? Hiyo inatupelekea kwanza kuendelea kuangalia mwili wetu jinsi ambavyo umeumbwa. Kama nilivyosema kwamba tumekuwa nikiongea katika lectures zilizopita, na tutaendelea kuingia ndani zaidi jinsi ambavyo mwili wetu unafanya kazi, kwamba kuna roho pamoja na mwili. Hivi ni vitu viwili ambavyo hauwezi kuvitenganisha. Wanafalsafa wa Kigiriki wamejaribu sana kuweza kutenganisha roho na mwili, lakini kiuhalisia roho na mwili ni vitu viwili, lakini ambavyo havitenganishwi. Nikiwa na maana kwamba ni kweli ni vitu viwili, two entity different, lakini huwezi kuzitenganisha hizi entity mbili, zinakuwa ndani. Na nikiwa na maana ukitenganisha mwili, roho inakufa, na ukitenganisha roho, mwili unafanyaje? Unakufa. Lakini katika function, katika utendaji wa kazi, hivi vyote viwili vinafanya kazi tofauti kabisa. Nikiwa na maana kwamba kile ambacho kinaupatia mwili purpose
ni spiritual, ni spirit, ni mind, lakini kile kinachopatia mwili uhai ni life, nafikiri, au maisha. Nafikiri hapo utakuwa umeweza kunielewa ninachojaribu kukiongea ni nini. Kwa hiyo point iko hapa, maisha yanaupatia mwili purpose inaupatia, au madhumuni au kusudio linaupatia mwili sasa maisha, lakini mwili wenyewe unapata sasa maisha kutoka katika roho, ikiwa na maana kwamba jinsi ambavyo wewe umeumbwa. Na by the way, ninapoongelea roho huwa napenda kurudia tena, tunaongelea ni mind, tunaongelea ni akili. Kwa hiyo ili mwili wako uweze kufanya kazi, mwili wako unapokea taarifa zote kutoka katika akili. Kwa hiyo akili yako ambayo ndiyo the mind, ambayo ndio spirit, inapeleka taarifa katika mwili wako kupitia kitu kinachoitwa umeme, na mwili wako pia unapeleka taarifa katika akili kupitia kitu kinachoitwa kemikali au chemicals. Kwa hiyo kuna electricity na chemicals, na hizi chemicals zinachofanya zenyewe zinakwenda kuomba, zinakwenda kupeleka taarifa katika akili yako, katika mind yako. Mungu ametuumba katika mfumo wa ajabu sana, na ni muhimu sana katika maisha yako kuweza kuelewa hiki kitu kinavyofanya kazi. Kwa hiyo mind inapeleka taarifa na inapeleka command katika mwili, lakini mwili unapeleka taarifa katika mind ila haupeleki command. Mwili unapeleka taarifa kupitia chemicals, mind inapeleka taarifa katika mwili kupitia hii electricity ama electrical impulses, vyovyote vile unavyoweza ukaita, ni umeme. Kwa hiyo kuna umeme na kemikali. Sasa ni muhimu sana kuweza kuelewa kwamba mwili wako ili upokee taarifa, ili uweze kufanya maamuzi, ni lazima upeleke taarifa katika sehemu hii ambako unazalishwa umeme, ambayo ndio inaitwa sehemu ya akili, ambayo katika ubongo wako inaitwa ni prefrontal cortex, ambayo katika prefrontal cortex ndiko kunakozalishwa sasa umeme. Umeme huu wenyewe kazi yake ni kuweza kuruhusu taarifa fulani, kuruhusu mambo fulani yaweze kufanyika katika mwili wako, ambayo yamepokea aidha taarifa kutoka katika mwili, nikiwa na maana imepokea kutoka katika hiyo chemicals, ama ni taarifa ambayo akili yako au your mind inapeleka. Kwa hiyo hivi vyote viwili vinafanya sasa mwili wako uweze kufanya kazi kwa kutegemeana. Kuna information zinazokuja kupitia kemikali, lakini kuna information ambazo zinakuja kupitia umeme. Lakini kumbuka, vyote hivi vinategemeana na akili yako, vitategemeana na your mind, vitategemeana na your precortex, ambako katika precortex ndiko kuna maamuzi, ndiko kwenye kiti cha maamuzi, ndipo kwenye the throne of will ama the will power, sehemu ambako tunaweza tukasema kwamba maamuzi yanafanyika ni katika hiyo sehemu ya mind. Lakini pia mwili wako jinsi ulivyoumbwa ni kwamba una mambo ambayo unayahitaji kutoka katika mwili, kama nilivyosema, ambayo haya yanaenda kupitia kemikali. Na ili ujisikie vizuri ni kwamba ni kemikali ambayo inamwagwa. Kumbuka tumesema kwamba ni kemikali na umeme, na hii kemikali inapomwagwa kupitia sehemu inayoitwa reward center, ama sehemu ambayo inatoa kujisikia vizuri. Inapomwagwa hii kemikali, ni lazima akili yako iweze kuruhusu. Sasa maanake ni nini? Maanangu ni hivi, kwa kadri ambavyo akili yako inapokuwa stable, inakuwa ina uwezo wa kuruhusu hizi kemikali ziweze kumwagwa in a right way. Kwa kadri akili yako inavyokuwa weak, inafanya sasa hizi kemikali ziweze kuwa na nguvu kuliko akili yako, na hatari ndipo inapokuja hapo. Kwa sababu tumesema hivi, maisha yetu sisi yana a purposeful life, sio maisha yanayotokana na nini, yanayotokana na maisha kama maisha. Nafikiri hapo nimekosa lugha nzuri. Yani katika nyakati hizi ambazo watu wanafunga, ni kwa sababu gani wanafunga? Ni kwa sababu wanatafuta purpose in their lives. Kwa hiyo wanachokifanya, wanaunyima mwili
hitaji lake ambalo mwili hitaji lake ni chakula. Sasa wanapounyima mwili hitaji lake, mwili unapeleka taarifa katika precortex na kusema kwamba tunahitaji chakula, lakini your mind ambayo ndio higher brain inaitwa pia ni kama ubongo wa juu unakataa kwamba wewe hutokula chakula kwa sababu kuna hitaji, kuna dhumuni, kuna purpose ya muhimu kuliko chakula. Kwa hiyo kinachomfanya mtu aweze kufunga ni mind, ni akili. Ni kweli haya yote yanafanyika katika mwili, lakini hapa naongelea kuhusiana na ile akili ya juu. Na by the way, sehemu hii ambayo inashughulika na mind, inashughulika na kemikali, ni sehemu ambayo inaitwa ni ubongo wa chini. Sio hata ni ubongo wa juu. Ni sehemu ambayo hata kukaa imekaa katika sehemu ya chini kidogo katika hiyo prefrontal cortex. Na hiyo ndio sehemu ambayo inashughulika na desires, inashughulika na matamanio, inashughulika na ladha, inashughulika na kujisikia vizuri na kadhalika. Kwa hiyo ili tuweze kuishi maisha ambayo tumeumbwa kwayo, ni lazima tujue kwamba we live a purposeful life and not a life. Purposeful life nikiwa na maana kwamba ni lazima tufulfill, ni lazima tutimilize yale ambayo tumeweza kuletwa hapa duniani kwayo, ambayo ni zaidi ya pesa, ni zaidi ya maisha haya ambayo tunaweza tukawa tunaishi. Lakini kuna kitu ambacho kimetokea ambacho ni deception, ni ulaghai mkubwa sana, ambacho natamani tuweze kukipata siku hii ya leo, na kwamba tumeaminishwa ndivyo sivyo. Tumeaminishwa the other way around. Tumeaminishwa kwamba maisha ni vile vitu ambavyo havina maisha. Yaani tumeamini katika dead things. Tumeamini katika vitu ambavyo havina maisha. Na moja ya kitu ambacho tumeaminishwa nacho ni kitu kinachoitwa pesa. Haijawahi kutokea pesa kuwa maisha, pesa kuwa purpose, kwa sababu pesa ni kitu kilichokufa, ni kitu ambacho hakina uhai. Na natumia neno kufa, lakini pesa haijakufa, kwa sababu kinachokufa ni kile ambacho kilikuwa kinaishi. Lakini ninachojaribu kuongea hapa ni hivi, thamani ya mtu haipo katika pesa. Thamani ya mtu haipo katika kile alichonacho, kwa sababu vitu ni havina purpose. Okay, hauwezi ukapata purpose katika vitu, na vitu havina uhai, lakini mtu ana purpose. Ninaposema hivi, ninasikitika kwamba jamii zetu sasa zimetengenezewa mazingira kwamba mtu asipokuwepo na pesa anaonekana hana chochote katika jamii hii. Mtu asipokuwepo na mali anaonekana yeye sio kitu. Lakini tunasahau kwamba pesa is not spiritual. Pesa sio spirit. Hakuna uhai katika pesa. By the way, pesa ni karatasi ambalo limewekewa serial numbers, na hizo serial numbers ndizo zinazofanya ile karatasi liweze kuwepo na thamani. Hata ukitoa madini kwamba yaliyotengenezewa hiyo pesa sawa, lakini haiondoi kwamba thamani ya pesa ni zile namba ambazo of course kisheria uwezo ukaja na namba zako ili kuweza kutengeneza pesa, utahukumiwa au utashtakiwa. Lakini ninachojaribu kuongea ni kwamba kuna thamani kubwa sana katika maisha ya mtu kuliko pesa, na kwa sababu tumeshindwa kujua kwamba our life exists through the purpose. Maisha yetu sisi yanatokana na dhumuni. Purpose ya maisha yetu sio life itself, na hata sio hivi vitu ambavyo vimekufa. Tumesahau na tumeona kwamba tumethamini pesa kuliko kuthamini utu wa mwanadamu. Tumethamini pesa, na thamani ya mtu sasa hivi ninavyoongea ipo katika pesa, lakini kiuhalisia thamani ya mtu ipo katika spirit. Kwa sababu kumbuka, uhai wa mtu, hiki ninachokiongea, mambo yote yameanzia katika akili. Hata hizo pesa kubuniwa zote zimeanzia katika akili, lakini tumeacha kumthamini mtu na tukathamini hizi pesa na kadhalika. Na hii imepelekea shida katika jamii zetu, na imepelekea ndoa kukosa amani, imepelekea mahusiano kaka na dada kutokuwa mazuri, ya mama na mtoto yasio mazuri. Kwa sababu gani? Kwa sababu chochote ambacho kinaonekana kina maisha kimekuwa ni pesa, wakati kiuhalisia maisha yako katika spirit, yako katika roho. Na hii roho ili iweze kufanya kazi, tutaangalia katika session zingine, ni lazima ipokee na yenyewe.
lazima ipokee. Na inapokea kutoka wapi? Lazima ipokee kutoka kwa yule ambaye ni muumbaji. Kwa hiyo ili tuweze kuwepo na purpose life, ni lazima tuwepo spiritual. Tunakuwa vipi spiritual? Ni lazima tusaidie watu wengine, lakini pia lazima tuwathamini watu wengine. Lazima tuwe na mahusiano yetu mazuri na Mungu aliyetuumba, na Mola wetu. Na ndio maana nikasema hivi, katika nyakati hizi ambazo watu wanafunga, kama ni mfungo wa Ramadhani ama ni Kwaresima ama mfungo wote ule, hata wale ambao wako huko katika Mabudha na kadhalika, wote wanafunga. Ni kwa sababu gani? Wanauumiza mwili kwa ajili ya kupokea kile kitu cha thamani ambacho kinaitwa ni purpose, kupokea dhumuni la maisha yao. Na hata wengine wamekwenda wakafanya mambo ambayo sasa ni kinyume, nikiwa na maana kwamba wamefanya to the extreme kwa ajili tu ya kutafuta ile purpose. Yani mwanadamu anatafuta purpose kwa sababu purpose ndio muhimu kuliko kitu kingine chochote katika maisha ya mwanadamu. Na ndio maana watu wengine wanapanda milimani kwa magoti, wengine wanatambaa ili mradi tu kutafuta hiyo. Yani anaumiza mwili kuweza kufeel ile ombwe la roho. Sasa kama nilivyosema, njia ambazo zinatumika zinaweza zikawa sio sahihi, lakini haiondoi kanuni ambayo ninaileta kwako kwamba wao wote wanatafuta the purpose of their existence. Na hichi ndicho ambacho natamani sana tuweze kukipata katika video hii. Sasa tunatafuta vipi, tunapata vipi our purpose? Ni kwanza kwa kuto kuthamini material. Yani tumekuwa ni jamii ambayo inathamini sana vitu. Yani hatuthamini mtu, tunathamini vitu. Na hii yote ni failure ambayo inatokana na nini? Inatokana na kuhamisha maisha yetu kutoka kwenye purpose na kuhamisha kwenda kwenye vitu ambavyo vilivyokufa. Kumbuka kwamba chochote ambacho hakina uhai, hicho hakina uhai. Ni sawa na kitu ambacho kimekufa. Hakina uwezo wa kuzalisha umeme ambao unahitajika katika mwili wako. Kumbuka tumesema kwamba our purpose is produced ama is made through, our purpose is produced through electricity. Umeme ndio unaozalisha hiyo hitaji letu la kuweza kuishi. Sasa material, iwe ni gari la thamani, iwe ni pesa nyingi, iwe ni simu, iwe ni nyumba ya thamani, chochote kile ambacho nakifahamu hakina uwezo wa kuzalisha maisha, hakina uwezo wa kuzalisha umeme. Nikiwa na maana kwamba sina maana umeme kama huu wa TANESCO, na maana umeme ambao unapatikana katika akili yako, kwa sababu akili yako, mwili wako unazalisha umeme. Na by the way, kwa kadri umeme unavyozidi kushuka kuwa na low voltage, ndivyo ambavyo magonjwa yanakuja. Sisi wote tuna pH, na katika ile pH ni 1 mpaka 14. Na kwa kadri unavyokuwa na umeme mwingi, na maana unavyo recharge, tukikupima pH yako itakuwa ni 7, 8, 9, 10 na kuendelea. Lakini pH yako ikiwa imeshuka kuanzia 6, hapo unakuwa na kifua, ikiwepo ni 5, ikiwepo 2, ikiwepo 1, huko ndio magonjwa kama kansa na magonjwa makubwa sana yanayopatikana kwenye watu wenye pH hii ya chini. Ikiwa na maana nini? Unapokosa umeme wa kutosha, wewe tayari ni mgonjwa. pH yako inakwenda chini. Lakini umeme unapokuwa mwingi, pH yako inakuwepo ni kubwa na unakuwepo na uhai. Sasa pH inazalishwa vipi? pH inazalishwa kwa matendo ya roho. Matendo ya huruma, kuwajali wengine, kuwahurumia wengine, kuwapatia watu vitu, kuwapatia watu chakula, kuwa mkarimu, kuwa na muunganiko wa wewe na Mungu wako. Hayo mambo yote yanazalisha pH. Na pH ikizalishwa utakuwepo na uhai. Na ukiwa na uhai utakuwepo sasa na ile fulfillment ya your purpose, your life existence katika dunia hii. Na ukiwa nayo hiyo utakuwepo na afya bora ya roho, ambayo roho sasa inazalisha umeme, ambao umeme unakwenda kusaidia mwili katika kufanya kazi zake zote. Napomaliza huwa nauliza hili swali mara nyingi. Mtu akikuuliza kwamba wewe unaangalia kutumia kitu gani, kinachokufanya uweze kuona nini? Utasema ni macho. Nikwambia kinachokufanya utembee ni nini? Utasema ni miguu. Lakini kiuhalisia kinachokufanya uweze kutazama, kinachokufanya uweze kutembea, kinachokufanya ufanye mjongeo wowote, sio hicho kiungo. Hicho kiungo lazima kipokee nguvu kutoka katika roho. Kwa hiyo roho yako ndio uzima wako. Yaani kiungo chochote kina uzima kutoka katika roho, ambao ni the spirit, ambao ndio umeme wenyewe
wa mwili wako. Ni kweli vyakula tunavyokula tunapata vitamins, tunapata madini mbalimbali, tunapata virutubisho mbalimbali, ni kweli kabisa vinajenga mwili, lakini rafiki yangu, hata mwili wako ili uweze kujengwa, ni lazima hiyo roho iweze kukomandi kwamba hiki kitu kiende repair sehemu fulani, hiki kitu kiweze kufanya kitu fulani. Ni mind, yani akili zetu zimetengenezwa katika mfumo wa ajabu, na ndio maana kuna vitu ambavyo tunavifanya consciously tukiwa tunajitambua, lakini vitu vingi sana ambavyo vinafanyika katika mwili wako vinafanyika pasipo wewe kujitambua. Na ndio maana sasa ni muhimu kuweza kuwa na the right information ambayo tutakwenda kuangalia katika kipindi kinachokuja, na ni muhimu kuweza kuwa na the right sheria ambayo your spirit iweze kufanya kazi kupitia hiyo. Kwa hiyo kama tutakuwepo tunaishi maisha yenye madhumuni katika maisha yetu, tutakuwepo na afya njema. Tuwapende ndugu zetu, tuwapende majirani zetu. Tutoke katika jamii hii ambayo inathamini pesa na kuthamini vitu ambavyo ni material. Material ni vitu ambavyo havina uhai na wala havina uwezo wowote, lakini mtu ni wa thamani. Kwa hiyo naamini kupitia video hii utaanza kuwa na mwonekano tofauti, utaanza kuwa na mtazamo tofauti, ukiwa pamoja na kujua kwamba wewe maisha yako yote ya hapa duniani yana dhumuni, yana kusudio. Kusudio ni zaidi ya pesa. Nasikitika sana napoangalia videos, nikiangalia wadogo zangu wanasema mimi siwezi nikaolewa na mwanaume ambaye hana pesa. Mimi siwezi mwanaume ni pesa, sijui mwanaume awe na pesa. Vitu vyote hivi ni deception. Kwa sababu gani? Kwa sababu hata ukiwa na pesa haiwezi kukupatia furaha. Money can never give you happiness. Haijawahi kutokea pesa ikakupatia furaha, kwa sababu pesa sio spirit. Pesa haina uwezo wa kuzalisha umeme katika mwili wako ambao unahitajika. Haina uwezo wa kuzalisha hata pH, na ndio maana kuna watu wengi, matajiri wengi, wana afya mbovu. By the way, kwanza watu wengi sana wenye pesa ndio watu ambao mara nyingi, sisemi wote, lakini mara nyingi wanakuwa na afya mbovu. Sasa kwa nini wawe na afya mbovu wakati wana hela nyingi? Kwa sababu pesa haina uhusiano wowote na kuweza kuzalisha uhai uliopo ndani ya mwili wako. Na pesa haiwezi kukuletea furaha, lakini kinachoweza kukuletea furaha ni the spirit. Kwa hiyo mtu ambaye unaweza kufanya naye mahusiano, kama anaweza kukujali, kama anaweza akawa pale kwa ajili yako, nafikiri hicho ndicho ambacho nakihitaji. Lakini kwa sababu tumedanganywa, na hii ni deception ambayo imefanyika kwa makusudi kabisa, ili iweze kupelekea kutokuwa na watoto wengi wasio na wazazi, nikiwa na maana single parents, lakini pia kupelekea talaka nyingi, divorce, lakini pia kupelekea jamii ambayo imechanganyikiwa, yani kwamba mtu yuko tayari kutoa maisha yako kwa sababu ya pesa. Ni kwa sababu gani? Tumeaminishwa uongo, lakini maisha ni purpose, dhumuni. Hilo ndio la msingi, na hilo ndio linaloleta furaha, na hilo ndilo litakalotufanya tuweze kuwa na kusudio la kuweza kuishi na kuendelea kuishi katika dunia hii. Tukipoteza purpose, hatuna kusudi na hatuna dhumuni la kuendelea kuishi. Na wengine wamejitoa maisha wakajiua kwa sababu waliona hawana purpose. Nategemea kwamba utabarikiwa, na anza kumuuliza Mungu ni nini kusudio la maisha yako, ni nini unachokihitaji katika maisha yako, na Mungu ataongea na wewe, kwa sababu alikuumba ili uweze kutimiza mahitaji yako na purpose yako hapa duniani. Barikiwa sana.